hivi watayarishaji huwa washatengeneza ajenda zao za siri, hidden agendas. Akilikubali hili, tutampiga kwa hapa, kwa hapa, kwa hapa, sisi tutawini hivi na hivi na hivi. Mazungumzo yanataka umakini, wakikuita watu mzungumze. Kwa hiyo walipanga hivyo washirikina, waabudu kwa zamu. Mwaka mmoja Muhammad na watu wake waenzi miungu yao ya asili, na mwaka mmoja jamaa zake nao watamuabudu huyo Mungu wake mmoja. Iwe mwaka wanafanya hivi na mwaka wanafanya hivi. Fanazalat suratu, kabla ya mtume kujibu chochote, ikateremshwa kwake hii sura, tuqatti'u atma'a al-kafirin. Sura yenyewe wasifu wake tu ili wakatisha tamaa makafiri. Kile walicholenga wakaona hiki hakiwezekani, hakiwezi kufikiwa. Watufassilu nizaa baina alfariqaini, na sura hii ilipoteremka ikakata mijadala na mizozo baina ya pande mbili. Watu wa mtume wabakie kama walivyo, na wao washirikina na miungu yao wabakie kama walivyo. Suala la maridhiano au ushirikiano halimkiniki kwenye masala ya akida. Kwa hiyo baina ya watu wawili au kambi mbili hizi, ahlul imani wa ubadatul authani, ahlul imani wa ubadatul authani, watu waliomwamini Allah na wenye kuabudu masanamu, sura hii ikawafanya kila mmoja ashike la kwake. Hakuna hapa cha maridhiano wala makubaliano. Waturadda ala alkafirina tilka alkafara as-sakhifa, sura hii imewakatalia washirikina madai yao hayo ya kipumbavu, ukafiri wao huo wa kipumbavu, fil hali wal istiqbali, wakati huu wa mazungumzo, na ili wakatisha tamaa kwa wakati wowote katika muda ujao huko mbele. Yani si sasa wala muda wowote huko mbele, ili suala haliwezekani, halitofanyika. Ibn Kathir anasema nazalat fi rahtin min Quraishin qalu, sura hii iliteremshwa pale ambapo waheshimiwa vigogo wenyeji wa Maka, Makureshi washirikina, walifanya tume, wakenda kwa mtume wakasema, wakamwambia, ya Muhammadun, ewe Muhammad, halumma fattabi' dinana wa nattabi' dinak, njoo ndugu yetu tukae tuzungumze, tuyajenge, wewe ufate dini yetu na sisi tufuate dini yako. Kwa mpango huu ufuatao, ta'budu alihatana sanatan wa na'budu ilahaka sana, wewe na watu wako mkubali mwaka mmoja mzima muabudu kwa mujibu wa dini yetu, muabudu waungu wetu kwa muda wa mwaka. Mwaka ufuatao sisi na watu wetu tutaabudu kwa mujibu wa dini yako kwa muda wa mwaka. Kwa hiyo mwaka hivi, mwaka hivi, mwaka hivi, mwaka hivi. Wamemuita kwenye mazungumzo ya aina hiyo, wakajenga hoja na sababu ya kutaka lifanyike hilo. Wakasema, fa in kana alladhi ji'ta bihi khayran mimma nahnu fihi, au fa in kana alladhi ji'ta bihi khayran mimma biaidina, ikiwa unachohubiri wewe ni bora kuliko tulicho nacho sisi, kama dini yako ni bora zaidi kuliko dini yetu sisi, faqad sharaknaka fihi, tukifanya utaratibu huu na sisi tutakuwa tumeshashiriki kwenye dini yako, tushaitendea haki, tutapata fungu ikiwa yako nzuri kuliko yetu. Lakini na upande wa pili wa shilingi, ikiwa yetu ni nzuri na bora kuliko yako, wewe utakuwa ushashirikiana na sisi,
utapata ile kheri na baraka ya kuwaenzi na kuabudu waungu wetu. Fa in kana alladhi ji'ta bihi khairan mimma biaidina, ikiwa unachohubiri ulichonacho wewe ni bora kuliko tulichonacho sisi, faqad sharaknaka fihi, sisi itakuwa tumeshashirikiana na wewe kwa huko kubadilishana kwa zamu, na sisi tutakuwa tushaabudu dini yako, tushaondokana na dhima, hatuna lawama. Wa akhadhna bihadhina minhu, na tutakuwa tunayo sehemu na sisi ya kufanya ibada kwa mujibu wa dini yako kama ni bora. Wa in kana alladhi biaidina khairan mimma fi aidiyaka, mimma fi yadaika, ikiwa dini tulionayo sisi ni bora kuliko dini ulionayo wewe, faqad sharaktana fihi, itakuwa ushashirikiana na sisi kwenye dini yetu ambayo ni bora. Wa akhadhta bihadhika, na wewe utakuwa ushapata fungu lako la kutekeleza ibada kwa mujibu wa dini yetu ya wazee wako. Faqala ma'adha Allahi an ushrika bihi ghairahu, Mtume akawaambia ninajikinga kwa Allah kuchanganya dini yake na dini nyingine isiyokuwa yake, hilo ninajikinga kwa Allah. Fa anzala Allahu ta'ala qul ya ayyuhal kafirun ila akhir sura, Allah akaiteremsha qul ya ayyuhal kafirun mpaka mwisho wa sura. Faghada Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ila almasjid alharami, siku ya pili yake kulipokucha asubuhi mapema tu, Mtume akenda kwenye eneo la Al-Kaaba pale Masjid al-Haram, wa fihi al-mala'u min Quraish, na waheshimiwa mara nyingi walikuwa wanakuwepo pale nyakati hizo, waheshimiwa viongozi wa Quraish. Mtume akenda wakati viongozi wa Quraish wapo, faqara'aha alaihim, ile sura aliyoteremshiwa akawasomea, akaisoma kwenye public jahara nasi, akawasikilizisha hiyo sura. Hata faragha mina sura, kaisoma hii sura mwanzo mpaka mwisho, na wakubwa wa Maka wanaisikia, inawaudhi lakini hawana la kufanya. Mtume kawasomea. Faaisu minhu inda dhalik, wakakata tamaa na lile walilolipanga, walilomuendea jana yake, kasema lile huyu jamaa hakulikubali, na hapa tumefeli. Njia zote za mateso, mauaji zimeshindwa, sasa wanakuja na njia za hadaa kama hizi. Allah akamwambia mtume wake asije akashiriki jambo kama hilo. Kwa hiyo tunasoma suratul Kafirun. Bismillahir Rahmanir Rahim, kwa jina la Allah mwenye kuneemesha neema kubwa kubwa na mwenye kuneemesha neema ndogo ndogo. Qul, sema ewe Muhammad, waambie hawa jamaa zako, ya ayuhal kafirun, enyi makafiri, enyi mliokufuru, la a'budu ma ta'budun, siabudu mimi mnao waabudu nyinyi, mimi sitonyenyekea miungu yenu. Ma bimaana man, hawa mnao waita nyinyi waungu, mnao waadhimisha, mnao waabudia, hata siku moja mimi sitonyenyekea kwa miungu hiyo. Wala antum aabiduna ma aabud, na nyinyi pia musidanganye, hamwezi kumwabudia ninayemwabudu mimi, kwa sababu kama mngekuwa mko tayari kumtambua, mngeachana na hivyo vitu feki, mkakubali reality. Wa kuabudiwa ni Mola aliyeumba mbingu na ardhi na vilivyomo, lakini mpaka hivi sasa bado hamjamtambua. Kujidai kwenu mtamwabudu, mnadanganya tu. Kwa hiyo mimi nikisema nikubali nitaabudu kwenu mwaka, nitakuwa na wadanganya. Si kweli, hilo jambo mimi sifanyi. Na nyinyi mkisema muabudu na muabudu mimi, si kweli, mtakuwa mnadanganya tu, hamfanyi hivyo. Hamwezi kumwabudu msiyemtambua. Wala antum aabiduna ma aabud, wala nyinyi si wenye kuabudu ninavyoabudu mimi. Yani mitindo yangu mimi ya ibada
nyinyi mmeshaikataa siku nyingi, hamkubali kupay service kwa yule ambaye mimi kwake nanyenyekea. Wala ana abidu ma abadtum, na mimi sijui nitaanzaje niabudu mnavyoabudu nyinyi. Mitindo yenu ya ibada siwafikiani nayo. Kwa hiyo miungu yenu siitambui, na nyinyi Mungu wangu hamumtambui. Ibada zenu mimi sizitambui, na nyinyi ibada zangu hamzitambui. Tutakuwa hapa tunadanganyana tu. Hapana itifaki hapa, hapana maridhiano kwenye hili. Sasa kama haliwezekani, njia pekee ya sisi kufanya, lakum dinukum waliyadini, nyinyi fanyeni kwa mujibu wa utaratibu wenu, na mimi ninafanya kwa mujibu wa utaratibu wangu. Msinitaaradhi na nyinyi siwataaradhi. Kama hamkubali mnaloitiwa, na mimi sikubali mnaloniitia. Qul ya ayuha alkafirun. Kwenye aya hii kuna mambo mengi sisi ya kujifunza. La kwanza, hii harfu iliyoanzia na aya qul inaashiria kwamba haya maneno si ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, yanayotoka kwenye nafsi yake, ni maagizo kapewa. Na kwa sababu si yake, hakuna mtu yoyote mwenye mamlaka ya kuondoa hilo neno. Linasomeka, ni sehemu ya Qur'ani kama zile nyingine tulizopitia huko. Qul huwallahu ahad, qul a'udhu birabbil falaq, qul a'udhu birabbin nas. Na popote utakapoikuta imetumika, imeshuka hivyo, na ni ibada kuisoma. Kwa hiyo wanaosema haya maneno ni ya Muhammad kazua mwenyewe, si kweli. Yeye kaletewa, kaagizwa. Qul, sema, yani anafundishwa, sema, waambie. Jengine tunalojifunza ni huu wito uliotumika, nida imekuja ya ayuhal kafirun, enyi mliokufuru. Na haya maneno, pamoja na kwamba kweli wao makafiri walikuwa hawapendi kuitwa hivyo, na mpaka sasa kafiri hapendi kuitwa kafiri, wanatuita sema kafiri. Sasa muitweje? Vitu vilivyopo ni imani na kufru. Kinachohubiriwa wewe hukikubali, kule kutokukikubali ndo kukufuru kwenyewe. Yani wewe umesema hicho kitu mimi nakataa. Kwa hiyo hakuna jina jingine la kuitwa, unless otherwise ukubaliane na hichi upate title nyingine uitwe mu'min, umeamini. Kinyume cha kuamini ni kukufuru. Kwa hiyo wao wamelinganiwa, nyinyi ni viumbe, musiabudu viumbe. Ukenda mbele ya sanamu, sanamu wanajulikana mpaka aliyelichonga, wapi limenunuliwa, mwaka gani limewekwa hapa. Sasa kama ni ibada, yule aliyelitengeneza au la kuabudiwa kuliko kuliabudu sanamu. Lakini mtu na heshima yake anaambiwa sanamu hili ndo Mungu wetu, na ananyenyekea kwa sanamu, anaomba haja zake. Kafahamishwa huyu sio Mungu. Mungu wa kweli ni yule aliyeumba mbingu na vilivyoko mbinguni, kaumba na ardhi na vilivyopo ardhini. Ndiye aliyekuumba wewe tumboni kwa mamako, ukawa umetokana na udongo, ukaja ukabadilika, ukawa manii, ukawa hivi. Muabudu huyo. Huu ndo ukweli. Mtu anakataa, anasema hapana, Mungu wangu ni huyu nilowakuta naye wazee wangu. Kwa hiyo ule ukweli uliokuja kuhubiriwa mbele yake kaukataa, jina analostahiki kuitwa ni mkataaji au mkanushaji, kafir. Kwa hiyo akaambiwa awaite hivyo hivyo, hata kama wanachukia kuitwa hilo jina, lakini ndo jina lao. Jina jingine badala ya hilo, yani hakuna kitu kisicho kinyume chake duniani. Kinyume cha imani ni kufru. Kwa hiyo qul, sema, ya ayuhal kafirun, enyi mnaokataa ujumbe niliotumwa, ujumbe wa Mola wenu. La a'budu ma ta'budun, mimi siabudu mnayemwabudu nyinyi au mnaowaabudu nyinyi. Qul ya Muhammadun lihaulai alkuffari, ewe Muhammad waambie hawa watu wanaonikanusha.
qul ya Muhammadun, sema ewe Muhammad. Mola wake ndo anamtuma aseme. Lihaulai lkufari, waambie hawa wanaonikanusha, hawa wakanushaji, alladhina yad'unaka ila ibadati lauthani, watu ambao wanakutaka uende kwenye ibada ya masanamu, uabudu kwa mujibu wa ibada zao. Wal ahjari, wanaabudu na mawe yaliyochongwa chongwa yakatengenezwa sura, wakaambiwa watu huyu ndo Mungu wenu. Wamekujia wanataka maridhiano, mubadilishane ibada. Sasa wewe jawabu ya kuwajibu waambie hivi, la a'budu ma ta'budun, la a'budu hadhihi al-asnama, mimi sitaabudu masanamu haya, wal authana, na vitu vya kufinyanga, allati, vitu ambavyo taabudunaha, nyinyi ndo mnaoviabudu. Yani hivi mnavyoviabudu nyinyi, mimi sitoabudu katu, siabudu sanamu mimi. Fa ana bari'un min alihatikum wa maabudatikum, mimi niko mbali mno na hawa waabudiwa wenu na mnaowaita waungu wenu, mimi niko mbali nao mno, sitowasogelea karibu. Allati, miungu ambayo la tadhuru wala tanfa'u, havina madhara. Vitu mnavyoabudia nyinyi, la tadhuru, havina madhara kwa yule atakayeacha kuviabudia. Mimi hata nikiwakufuru miungu wenu hawanidhuru chochote, hawanipunguzii riziki zangu, hawawezi kuniweka jela wala kunifanya chochote. Kazi hiyo mtakuwa mnafanya nyinyi, lakini miungu yenu kama miungu haina chochote. Wala tanfa'u au wala tughni an abidiha shay'a, havileti manufaa na havimsaidii anayeviabudu chochote. Yani miungu yenyewe haina msaada kwa wale ambao wanaiabudia. Mimi nitaabudieje miungu kama hiyo? Qala almufassiruna, wanasema wanawachuoni wataalamu ya tafsiri ya Qur'ani, inna quraishan, hakika ya makuraishi, talabat min ar-rasuli sallallahu alayhi wasallam, waliomba kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, an yaabuda alihatahum sanatan, atengeneze awamu kwa muda wa mwaka mmoja, mtume aache Mungu wake aabudie waungu wa wazee wao kwa muda wa mwaka yeye na watu wake waabudu na wawaenzi waungu wa wazee wao wajadi. Wayabudu ilahahu sanatan, na wao watu wa Maka mwaka unaofuata mmoja mzima watatenga kidogo wakati wa muabudu Mungu wa Muhammad kwa muda wa mwaka mmoja. Faqala, mtume akasema, maadha Allahi an nushrika billahi shay'a, tunajilinda kwa Allah na kumshirikisha na chochote. Faqalu, wakasema wakubwa wa Maka, fastaslim bi ba'dhi alihatina nusaddiquka, basi kama hutaki kuwatambua wote, angalau basi watambue baadhi ya waungu wetu. Sema katika miungu yenu yote kidogo ninamuunga mkono fulani, labda Hubal, ndio wenyewe wanamuita Rabbul Arbab, Mungu mkuu, sanamu hilo, na huyo ndo mwenye dhamana ya mambo yao ya vita. Pakizuka magomvi kati yao na kabila nyingine, wakitaka ushindi kwenye vita vyao, wanakwenda kumuomba huyo, ndo Mungu wa vita. Kwa hiyo kuna Mungu wa mambo ya mazao ya kilimo, Mungu wa makubaliano ya kimataifa, mikataba, Mungu wa hivi. Yani waungu wao ni wengi na kila Mungu ana jukumu mahsusi, kiasi walipoambiwa wamwabudu Mungu mmoja, walisema Makureshi, kaifa yasauna ilahun wahidun wa hawaijuna kathir, Mungu mmoja atatuwezaje haja zetu sote, na haja zetu ni nyingi. Mungu huyo mmoja jamani atayawezaje mambo ya viumbe wote? Kaifa yasauna ilahun wahidun, Mungu mmoja atatutosha vipi sote? Wa hawaijuna kathir, na haja zetu ni nyingi. Wao haja zao wamezigawa, kila Mungu akapewa jukumu lake. Kwa hiyo kwa shida fulani tunamwendea Mungu fulani,
Kwa shida fulani tunamwendea Mungu fulani, kwa shida fulani tunamwendea Mungu fulani. Kwa hiyo kama huwaamini wote, basi hata baadhi yao, wawili watatu, hutaki kuwatambua, jisalimishe kwa baadhi tu ya waungu wetu. Ukifanya hivyo, nusadikuka, tutakusadiki. Sasa watamsadiki vipi? Na yeye katumwa aje walinganie watu duniani la ilaha illa Allah. Wao wameikataa na wanaipinga. Sasa watamsadiki kwa lipi? Kama wangemsadiki wangesilimu tu, na wao hawako tayari kusilimu. Lakini ni ujanja, kama nilivyotangulia kusema. Kwenye makubaliano ukizidiwa ujanja hata kwenye lugha tu ukakubali kusaini, yani umejifunga mwenyewe. Yatakayozuka huko mbele utakuja kujuta kuzaliwa. Kwa hiyo walimwambia hivi washirikina Mtume, tufanye mwaka ibada, mwaka uabudu miungu wetu na mwaka tutaabudu Mungu wako. Aliposema maadha Allahi, najikinga kwa Allah, wakaja na lugha ya chini kidogo ya upole, wakamwambia fastaslim bi ba'dhi alihatina nusaddiquka wa na'budu ilahaka, basi jisalimishe kwa baadhi tu ya waungu wetu, japo Mungu mmoja katika miungu yetu. Ukimtambua tutakusadiki na tutamuabudu Mungu wako na wewe. Fanazalati sura, ikateremka hii sura. Faghada Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ila masjid al-harami, aliteremshiwa sura mbali na hawa jamaa. Siku ya pili yake asubuhi Mtume akaamkia pale al-Kaaba kwenye Masjid al-Haram. Wa fihi al-mala'u min Quraish, pale kwenye al-Kaaba walikuwa wapo waheshimiwa viongozi mbalimbali wa Kikureishi. Faqama ala ruusihim, Mtume akasimama mbele yao, wakubwa wa Maka. Faqara alaihim, akawasomea sura hii. Faaisu minhu, wakakata tamaa kabisa na lile walilokuwa wamelipanga. Wakasema lile ndo lishazimika, haliwezekani. Jamaa akalikataa. Hasira zao sasa, waadhauhu waadhau ashabahu, wakazidisha maudhi. Hapo piga sana, melodi kwa wingi, maudhi kwa waumini yakazidi kwake yeye Mtume na kwa wafuasi wake, masahaba wake. Wa fi qawlihi, na kwenye kauli ya Allah, qul, kwenye hili neno la mwanzo qul, dalilun ala annahu ma'murun bidhalika min indillah. Herufi hii ni dalili kwamba haya maneno kaagizwa, katumwa, yanatoka kwa Allah, kaambiwa hivyo. Sema hivi, hana budi, lazima aseme vivyo hivyo. Akiambiwa fanya hivi, lazima afanye vivyo hivyo. Kwa hiyo yeye na muumini yoyote kwenye agizo la Allah hatakiwi kufanya usanii, akarekebisha, akatia mbwembwe, akaboresha. Hana haki ya kufanya hivyo. Wa khitabuhu sallallahu alayhi wasallam lahum bilafdhi ya ayyuhal kafirun, na lugha aliyoitumia Mtume sallallahu alayhi wasallam kuwasemesha hao aliongea nao, ndo kashushiwa hivyo hayo maneno. Lakini maneno haya, khitabu hiyo, ya ayyuhal kafirun, enyi mliokufuru au enyi makafiri. Wanasabatuhum ila al-kufri, akawanasibisha kwenye kufru moja kwa moja wale washindani wake. Wa huwa ya'lamu annahum yaghdhabuna min an yunsabu ila dhalik, Mtume ameyasema maneno hayo, kawaita hivyo. Wa huwa ya'lamu, hali ya kuwa yeye Mtume anajua, annahum yaghdhabuna min an yunsabu ila dhalik, wanakasirika sana wakanasibishiwa na ukafiri. Ukiwaita makafiri wanachukia sana, yeye Mtume anajua hivyo, lakini ndo kashushiwa hivyo na hawezi kufanya tofauti. Kawaita hivyo hivyo japokuwa wanachukia. Na leo, mpaka leo maandiko ndo yako hivyo, ya ayuhal kafirun, enyi mnaokana haki, enyi makafiri. La a'budu ma ta'budun, siabudu mimi mnaoabudu nyinyi. Hii Mtume kusema maneno anayojua haya ninaosema nao yanawaudhi, na akawa hana jinsi, hawezi kuyabadilisha. Dalilun ala annahu mahrusun min indillahi, maneno haya kuyasema mbele ya maadui zake wenye nguvu juu yake ni dalili ya kwamba yeye ana kinga,
anahifadhiwa na analindwa na Mola wake. Kwa hiyo haogopi chochote kitakachotokezea. Aliyemtuma ana uwezo zaidi kuliko nguvu walionayo hawa mahasimu zake. Alikuwa yuko chini ya ulinzi, ndio fanya vile nilivyokuagiza. Dhamana ya usalama wako haiko kwako, huwezi kujilinda wala huwezi kupata walinzi kwa viumbe wenzako. Aliyekutuma ndo atakayekulinda. Fahuwa la yubali bihim. Kwa hivyo, kwa kumwamini aliyemtuma, kwa kumfahamu uwezo wake, alisema hayo maneno bila ya kujali kitatokea nini, atafanyiwa nini. La yubali bihim, kayasema hivyo hadharani bila ya kuwaogopa aliyokuwa anawaambia. Wala bitawaghitihim, hakuwaogopa wao wenyewe wanadamu viongozi wa Maka. Wala bitawaghitihim, wala hakuwaogopa hao miungu yao wenyewe wanaoita miungu, kwamba nsije nikapata laana za miungu yao. Hakuwaogopa wao wala hakuogopa hiyo miungu. Kawaambia tu, ya ayuhal kafirun, enyi makafiri, la a'budu ma ta'budun, siabudu mimi mnao waabudu nyinyi. Wala antum aabiduna ma a'budu, wala nyinyi hamu muabudu ninaye muabudu mimi. Ahadi mnayotoa haitekelezeki, kwa sababu si kweli kwamba nyinyi mtamuabudu ninaye muabudu mimi. Yani, wala antum ya maashara almushrikin, wala nyinyi enyi kongamano la washirikina, hamtoweza nyinyi, hamkuwa nyinyi abiduna ilahi alhaqa, ni wenye kumuabudu Mola wangu wa kweli. Mimi hata nikisema nitafanya na wadanganya, bora nikwambieni ukweli tu, si waabudu miungu wenu. Lakini hata na nyinyi hamtomuabudu Mungu wangu wa kweli. Wala antum abiduna ilahi alhaq, na nyinyi pia hamtomuabudu Mola wangu wa kweli, kwa sababu hamuamini. Alladhi, Mola ambaye, aabuduhu, mimi ndiye ninayemuabudu. Wa huwa Allahu wahduhu, mimi ninamuabudu Allah peke yake. Fa ana aabudu alilaha alhaq, mimi ninamuabudu Mola wa kweli aliyeumba. Wa huwa Allahu rabbul alamin, naye ni Allah Mola wa walimwengu wote, Mola wa viumbe vyote vilivyopo ulimwenguni. Wa antum taabuduna alahjara wal authana, nyinyi mnaabudia mawe na vitu vya kufinyanga finyanga. Sanamun linakuwa ni lililotengenezwa kwa madini, labda litakuwa la chuma, la dhahabu, fedha, la almasi, la nini. Wathanun linakuwa limetengenezwa tu kwa udongo, labda wa simenti au clay au mota ya chokaa na mchanga, likafinyangwa likapewa sura likawekwa. Vingine vinakuwa vinatengenezwa kwa mbao, watu wanatafuta magogo makubwa yale, wanatengeneza masanamu yao kwa mbao. Halimradi ni sanaa, kazi ya mkono wa mwanadamu, halafu mwanadamu anasema huyu ndo Mungu wangu. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akawafafanulia hawa mahasimu zake kwa kuambia, washattanu baina ibadatu rrahmani wa ibadatu lhawa, ni vitu viwili tofauti, haviwezi kukaa pamoja. Kumuabudu Mola wa kweli mwingi wa rehema na kuabudu matamanio au akili za watu ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo mimi siwezi kuchanganya hivyo vitu. Wala ana abidu ma abadtum, hii ya pili sio kwamba inarudiwa ile ya kwanza. Ya kwanza imemkataa Mungu mwenyewe au miungu yenyewe. Hii ya pili inakataa method of worship, namna ya kuabudu, ibada. Wala ana abidu ma abadtum, wala mimi si mwenye kuabudu kwa mujibu wa mnavyoabudu nyinyi. Siabudu mimi kwa utaratibu wa ibada zenu. Miungu yenu siitambui na ibada zenu ninazikataa. Wala ana abidu ma abadtum, wala mimi si mwenye kuabudu munavyoabudu nyinyi. Taakidu lima sabaka, ni kama kutilia mkazo kilichotangulia huko nyuma, min albaraati min ibadati alahjari,
ya muumini wa kweli kujitenga mbali na kuabudia mawe na vitu vya kutengeneza. Wa qat'a al-atma'i al-kuffari, na kauli hii ya pili ni kuzikatisha tamaa fikra za makafiri, ni kuwakatisha tamaa kabisa, wanachofikiria wasitegemee kuwa kitatendeka. Kaannahu qala, kurudia huku ni kama kwamba anasema la a'budu hadhihi al-awthana fil hali wala fil istiqbali, mimi masanamu yenu siabudu sasa, wala msinitegemee labda nitabadilisha fikra kwa muda ujao. Yani kuanzia sasa mpaka mwisho wa maisha yangu hichi kitu hakitofanyika. Watamauke kabisa. Fa ana la a'budu ma ta'budunahu abadan ma ishtu, tambueni mimi sitoabudu mnavyoabudu nyinyi muda wote ambao nitakuwa niko hai hapa duniani. La a'budu asnamakum al'ana, siabudu masanamu yenu sasa hivi wakati tunaongea. Wala fima yastakbilu mina zamani, wala sitafanya hivyo kwa muda unaokuja uko mbele, kama maisha yangu bado yapo. Hichi kitu muelewe sitokifanya. Wala antum abiduna ma a'budu, na nyinyi vile vile si kwa sasa wala kwa muda ujao. Hamwezi mkasema mfanye ibada kwa zamu, mara Mungu huyu mara miungu yenu. Hichi kitu mtakuwa mnadanganya, hamtofanya. Kama wafanyaji msilimu, mkubaliane na ukweli. Mkiukataa ukweli, hichi mnachopanga hakitekelezeki. Wala antum abiduna ma a'budu, yani walastum antum fil mustaqbali bi'abidina ilahi, hata ninyi pia kwa muda unaokuja uko mbele hamtakuwa ni wenye kumuabudu Mola wangu alhaqa, Mola wangu wa kweli, alladhi a'buduhu, Mola ambaye mimi ndiye ninayemwabudia. Wakati mnang'ang'ania itikadi yenu, hamuwezi kumuabudu ninayemwabudu mimi. Sasa kama haya mambo tunayojadili hayawezekani, na ndiyo uhalisia ulivyo, hayawezekani. Kwa hiyo cha kufanya hapa, lakum dinukum waliyadini, nyinyi endeleeni na dini yenu na mimi niacheni niendelee na dini yangu. Siwalazimishi wala siwashikii silaha, na nyinyi msinilazimishe, msifosi kitu ambacho nishakikataa. Lakum dinukum waliyadini, endeleeni nyinyi na dini yenu na mimi niacheni niendelee na dini yangu. Yani lakum shirkukum, nyinyi endeleeni na shirki yenu, ienzini shirki yenu, idumisheni shirki yenu. Walia tauhidi, na mimi niacheni na tauhidi yangu, ninamwabudu Mungu mmoja tu, Mola wangu aliyeumba. Wa hadha ghayatun fi tabarru'i min ibadati al-kuffari, maneno haya yamekuja kwa lugha ya kiwango cha juu kabisa cha kukataa mu'min kushiriki kwenye ibada wanazozifanya makafiri. Usiseme kuna baadhi ya vitu tunaweza tukafanya pamoja kwa kutengeneza ile amani, tuwakubalie baadhi ya mambo. Jambo ambalo huku limekataliwa, huna namna ya kulipamba wewe ukaliboresha, ukataka ridhaa kwa watu na ridhaa kwa Mola wako kwa pamoja. Yani usigombane na watu wengine wajifanya mabingwa ya kutafuta peace. Hawa watu bwana wana nguvu, washari. Kwa hiyo ili kupunguza madhara kwa kuleta amani, tuwakubalie katika baadhi ya mambo. Ukiwakubalia kwenye baadhi ya mambo, ndo ushawakubalia kwenye yote, na huku kwa Allah, kwa Mola wako ushakosa yote. Kwenye masala ya aqida na ibada hakuna compromise. Huku halitakiwi, elewa halitakiwi, usije ukashiriki hilo jambo, usilifanye. Umeambiwa huku hilo jambo linatakiwa, ni muhimu, ogopa vitisho, usiogope vitisho vya watu, usifanye. Ukifanya tutakushughulikia. Huku umeambiwa hilo ni muhimu, usiwache. Hiyo ndo dini inavyotaka. Ndio maana watu wakastahimili maudhi, wengine wakapoteza maisha yao siku za awali tu, wengine walikuwa na uwezo mzuri wa kiuchumi wakafilisiwa mali zao,
kwa sababu ya dini, kwa sababu ya dini. Kwa hiyo ilikuwa ni upeo wa juu, ghayatun fi tabarru'i min ibadati al-kuffari, ni upeo wa juu wa kumtaka mu'min kujitenga na kukaa mbali na ibada wanazofanya makafiri. Wa taakidu, na hiyo ilikuwa ni lugha ya kutilia mkazo, ala ibadati al-wahid al-qahar, kwamba mu'min yeyote anatakiwa kwa mujibu wa maisha yake anayoishi duniani awe yeye ni mtumishi wa kumwabudu Bwana mmoja ambaye ndiye mwenye kukitenza nguvu kila kitu, Allahu subhanahu wa ta'ala. Qala almufassiruna, wamesema wanawachuoni wa tafsiri, maana aljumlataini alulataini, maana ya sentensi mbili za mwanzo, aya mbili za mwanzo, qul ya ayuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum aabiduna ma a'budu. Hii qul ya ayuhal kafiruna la a'budu ma ta'budun, hizo ndo jumlataini alulataini, ndo sentensi mbili za mwanzo. Wanawachuoni wa tafsiri wanasema maana yake alikhtilafu tamu fil maabudi. Hapa tunafunzwa kuna total difference kati ya wanaoabudiwa na hawa washirikina na anayeabudiwa na huyu mtume wa Allah, ni tofauti kabisa, huwezi kuwachanganya pamoja, hawafanani. Fa ilahul mushrikina, hicho kinachoitwa Mungu kwa washirikina, Mungu wa washirikina, al-authanu, ni sanaa ya mkono wa mwanadamu, vitu vya kutengenezwa. Miungu yao ni authan, ni vitu vya kutengenezwa, na waliotengeneza ni wanadamu. Watu huwa wanakwenda kununua hiyo sanaa, bwana nitengenezee Mungu, pengine atapeleka specification zake mwenyewe, awe hivi awe hivi awe hivi. Msanii anakaa kufanya kazi aliyotumwa. Sheikh Kafa, rais wetu hapa, tumewekewa mwingine mzee Sikisiwandu, yupo pale, mzee Karume, mfano huo make na kupeni, mmewekewa. Lakini je, yule anawasha akazima pale alipo? Sasa waungu wao ni sanaa ya mkono wa mwanadamu, kakaa akatengeneza. Wa ilahu Muhammadin rahmanu, na Mungu wa Muhammadi ni mwingi wa rehema, anaye maintain hii dunia yote mbinguni na ardhini, na kwenye maeneo ambayo sisi hatujafika na hatuelewi, hata elimu nayo hatuna. Utawafananishaje hawa wewe uwaite waungu wote? Ni vitu viwili tofauti, havifanani. Wa maana aljumlataini alakhirataini, na maana ya hizi sentensi mbili za mwisho, wala ana abidu ma abadtum wala antum abiduna ma abudu. Hii ikhtilafu tamu, maana yake tunafunzwa tofauti iliyotimia fil ibada, kwenye lile zoezi lenyewe la ibada. Hizo za kwanza ni miungu, hii ya pili ni ibada. Ambia miungu yenyewe iko tofauti, huwezi kuifananisha. Hata mitindo ya ibada pia ni tofauti, wanavyoabudu wenye kumwabudu Mungu mmoja na wanavyoabudu wenye kuabudu hivyo vitu vyao vya kutengeneza, mitindo yao ya ibada ni tofauti kabisa, haifanani. Kaannahu qala, kama kwamba kasema, la, kama kwamba mtume kafundishwa aseme la, yani hapana, nakataa. Maabuduna wahidun, sisi anayeabudiwa nasi, tunayemuabudia sisi ni mmoja tu, huyo mmoja tu ndo tunamwabudu sisi. Wala, na pia sikubali, haiwezekani, ibadatuna wahidun, ibada yetu sisi ni moja tu. Mfumo wetu wa ibada wa kumwabudu Mungu mmoja, na mfumo wetu ni mmoja tu. Kwa hiyo havifanani na hicho mnachozungumza hapa, tubadilishane kwa zamu, mara tufanye hivi mara tufanye hivi. Hiyo ndo maana yake.
Mpaka hapo imetimia kwa msaada wa Allah tafsiri ya suratul Kafiruna. Labda nirejee tena mara moja tafsiri ya neno kwa neno. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul, sema ewe mtume, ya ayyuhal kafirun, enyi makafiri, la a'budu ma ta'budun, siabudu mimi mnaoabudia nyinyi, wala antum abiduna ma a'bud, na nyinyi hammuabudu ninayemwabudu mimi, wala ana abidu ma abadtum, wala mimi sitoabudu kwa mtindo wenu wa ibada, sitoabudu kamwe munavyoabudu nyie, wala antum abiduna ma a'bud, wala nyinyi hamtoabudu ninavyoabudu mimi, lakum dinukum waliyadin. Kwa hiyo hapa hakuna maridhiano, hakuna makubaliano. Nyinyi ishini kwa mujibu wa dini yenu, na mimi niacheni kama nilivyo niishi kwa mujibu wa dini yangu. Nyinyi mnahubiriwa kila siku dini mseto, dini mseto. Dunia lazima iwe na dini moja tu, iwe na dini moja. Dini moja ndio ipo hiyo, mnaikataa. Dini moja ni hiyo, mnaikataa. Inna dina inda Allahi al-Islam. Dini sahihi inayokubaliwa mbele ya Allah ni Uislamu. Na mitume wote aliyowatuma Allah walikuwa ni Waislamu, na Qur'ani inathibitisha hivyo. Wote mpaka hao mitume wa Banu Israili, statement ya umoja wanasema wao ni Waislamu na wanaomba wafishwe Waislamu. Kama dini moja ndio hiyo ya sahihi. Tena ufundi mwingine unaopita hapo na nyinyi mkaingia mwanjani mkakubaliana nao, mnakosea. Kwa Rahmani utakuwa mnakosea. Qul ya ayyuhal kafiruna, waambie enyi makafiri, la a'budu ma ta'budun, siabudu mimi mnaoabudia nyinyi, wala ana abidum ma abadtum. La a'budu ma ta'budun, siabudu mimi mnaoabudia nyinyi, wala antum abiduna ma a'bud, wala nyinyi hammuabudu ninayemwabudu mimi, wala ana abidum ma abadtum, wala mimi sitaabudu kwa mtindo mnaoabudu nyinyi, wala antum abiduna ma a'bud, na nyinyi pia hamtoabudu kwa mtindo mnaoabudu mimi, kwa sababu hamuukubali. Kama haiwezekani, basi tuachane kama tulivyo. Lakum dinukum waliyadini, nyinyi endeleeni kwa mujibu wa dini yenu, na sisi tuacheni tuendelee kwa mujibu wa dini yetu. Iko final day, tutakuja kuona nani kapatia nani kakosea.